pamoja na kufungamanisha masoko yetu yote ya kikanda na kimataifa kwa shughuli na bidhaa za wajasiriamali ili kufikia lengo la kiufanisi na kuongeza mapato, lakini kuzalisha ajira na kuchangia pato la taifa. Ndugu mgeni rasmi, uwepo kwa siku ya wajasiriamali wa biashara ndogo na za kati duniani, yani SMEs World Day, ni muhimu ili kutambua mchango mkubwa wa wajasiriamali katika kukuza uchumi, lakini kuongeza ajira na kupunguza umaskini. Hii ndio siku yao, Mheshimiwa mgeni rasmi. Siku hii inawapa wajasiriamali heshima kubwa na kuwapa motisha wajasiriamali kwa kazi yao ya ubunifu, lakini ujasiri na uthubutu wa kufanya biashara na kuendeleza biashara licha ya changamoto nyingi wanazokutana nazo katika ufanyaji wa biashara. Vile vile hii siku ya wajasiriamali duniani ni jukwaa la kuhamasisha sera na mazingira wezeshi ya biashara. Ni jukwaa la kuimarisha uhusiano baina ya wafanyabiashara lakini na watu waliobobea katika eneo la biashara. Kukuza ushirikiano kati ya sekta binafsi na umma pamoja na kushirikishana maarifa na teknolojia kwa maendeleo endelevu ya biashara katika nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, shirika la maendeleo ya viwanda vidogo linafanya kazi kama mlezi na mwendelezaji wa wajasiriamali nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tumekuwa tukitoa huduma mbalimbali zinazolenga kuboresha miundombinu ya biashara ili kukidhi mahitaji ya sasa ya wajasiriamali na kuendana na mabadiliko ya kiuchumi ya kiteknolojia yanayotokea kwa sasa katika nchi yetu. Na kwa kufanya hivyo, tunafanya uendelezaji wa teknolojia na viwanda. Tunahakikisha kwamba viwanda vyetu na biashara zinazingatia teknolojia ya sasa, hasa teknolojia ya tehama. Lakini pia tunatoa mafunzo ya biashara na kuhudumia wajasiriamali katika maeneo yao kwa kupeleka elimu ya ugani. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajasiriamali wametapakaa maeneo mengi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na ili kuhakikisha kwamba tunawafikia hata ambao hawezi kufika katika ofisi za SIDO, tunaanzisha elimu au huduma za ugani ili kuwafikia wale wajasiriamali mahali walipo. Kuhakikisha kwamba uzalishaji wao katika maeneo ya nyumbani mwao, yani wale wanaozalisha kwenye majumbani katika maeneo mbalimbali, tunawafikia pale pale mahali walipo kwa kutumia hizi huduma za ugani. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa huduma ya masoko, habari na uwekezaji. Kuhakikisha kwamba hawa wajasiriamali katika kupata taarifa za masoko, katika kuwaunganisha na kuhakikisha wanatumia soko la ndani, lakini soko la kikanda na soko la kimataifa, tunatafuta habari mbalimbali na kuwaunganisha wajasiriamali ili waweze kutumia fursa hiyo ya soko. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa pia huduma za kifedha. Ni ukosefu wa maeneo maalum ya kufanyia kazi kwa wajasiriamali, huku sheria zikitaka maeneo ya nyumbani yasitumike kwa kiwango kikubwa. Pamoja na SIDO kutoa maeneo ya viwanda kwa baadhi ya maeneo yetu, bado kuna uhitaji mkubwa wa maeneo yaliyopangwa ya kufanyia kazi au ya uzalishaji ili kuwawezesha wajasiriamali kufanikisha upatikanaji wa nembo za ubora kutoka katika mamlaka za udhibiti na mamlaka nyinginezo. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapendekeza tuendelee kuhudumia viwanda vya majumbani, lakini tuendelee kujenga mitaa ya viwanda ili kuhakikisha kwamba ile mitaa inatumika vizuri, huku tukiendelea kuwajenga uwezo sambamba na wajasiriamali wanaozalisha katika maeneo yao wanayoishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema haya, jumla la bidhaa za ndani, value addition, lakini inachangia pia katika nchi hiyo 12% ya bidhaa zinazouzwa nje ya nchi. Katika bara la Afrika kwa ujumla wake, sekta hii ya biashara kwa bara la Afrika sasa, mwanzoni niliwaambia tuko 90% composition, inachangia zaidi ya 50%, lakini kwa bara la Afrika sekta hii inaonesha inaajiri zaidi ya 80%. Tujipigie makofi. Kwa hiyo tukisimama kufanya biashara, 80% ya watu
wanaenda nyumbani. Kwa hiyo sisi ni muhimu. Sio muhimu kwa vile tunavyoonekana, ila ni muhimu kwa vile tunavyovifanya. Kwa nchi zingine kama Nigeria ambayo population yake ni zaidi ya watu milioni 200, inachangia sekta hii zaidi ya 50% ya GDP na 60% kwa maana ya Nigeria ya ajira. Sasa Tanzania, sekta hii inachangia pato la taifa kwa around ya 35% na kuajiri zaidi ya 50% ya watu. Kwa hizo takwimu kwanza zinatupa umuhimu wetu, na tunahitaji tutembee kifua mbele kwa yale tuliyoyafanya, japokuwa tunajiona wadogo kwa sababu ya aina ya majina tunayoitwa. Biashara ndogo na zakati inaonekana kama lugha ya kutudogosha kidogo, lakini kwa maana ya tija tunayoiweka kwenye jamii, sisi sio wadogo. Sisi ni wadogo kwa sababu ya metric iliyowekwa na dunia kutupima, lakini ni wakubwa sana kwa contribution yetu kwenye uchumi na livelihood za watu. Au kuna mtu anapinga hilo jamani? Nimetoa takwimu hapo juu. Kabili sekta hii ya SMEs katika nchi mbalimbali duniani zinafanana, na sio kwa Tanzania tu, duniani zinafanana, lakini pengine maumivu yanaweza kuwa tofauti. Mnaweza mkachomwa mwiba unaofanana, mkawa na maumivu ya kutofautiana kwa sababu ya resilience. Kwa hiyo changamoto hizi zinafanana, lakini zinatuumiza kwa tofauti. SMEs zinakumbana na changamoto nyingi ambazo meneja ameshazungumza, lakini hasa upungufu wa mitaji, access to finance, limeendelea kuwa tatizo kubwa. Na nchi za Afrika gharama ya fedha, mitaji ni kubwa sana. Bado tunazungumza double digit ya interest rates, 17 mpaka 20. Ni ngumu sana kukuza sekta hii kwa tija kama hatuwezi kuaddress issue ya upatikanaji wa fedha. Kwanza fedha ipatikane, lakini pia iwe nafuu. Hela inaweza ikawa inapatikana, lakini pia ni gharama. Interest rates ziko juu, mchakato mzima wa kufikia hata huo mkopo ni mkubwa. Wengi wetu hapa, vijana, wazee, biashara zetu, tukienda benki tunahitaji tuwe na dhamana, collateral. Tunazungumza sasa hivi swala la ajira, na sekta hii ndio ambayo ingetuokoa vijana wetu, na tunazungumza kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, sehemu sahihi kabisa. Vijana wetu wanamaliza chuo, hakuna ajira, na tunawa encourage waingie kwenye sekta binafsi, waanzishe biashara. Lakini akienda kuanzisha mtaji, anaambiwa alete nyumba, cheti cha nyumba, nani ya nyumba, umiliki wa nyumba. Ataitoa wapi? Wanawake wengi, pengine mifumo yetu ya kijamii haijawawezesha sana kumiliki mali, kwa maana ikiwa nyumbani kwangu pale, nyumba huenda ikawa iko kwa jina langu, sio la mke wangu. Kwa anapotaka kuanzisha biashara, pengine hana hiyo collateral ya kutoa kule. Kwa michakato mizima ya upatikanaji mitaji ni migumu. Kwa kama tunahitaji kuaddress swala zima la kukuza sekta hii, lazima tu unpack, tutazame mitaji inapatikanaje. Changamoto nyingine ni changamoto inayotuhusu sisi wenyewe wajasiriamali. Governance ya SME zetu bado ni shida sana. Uongozi, namna ya kusimamia biashara zetu. Biashara nyingi sana, ni chache zina cross mwaka wa 3. Ni chache sana zina graduate mwaka wa 3 toka zianzishwe. Wengi wetu humu tukifanya sensa ya mmoja, tutagundua tumesha toka kwenye biashara moja hadi nyingine ndani ya kipindi kifupi sana. Hatuwezi kuwa na biashara kubwa kama tusipokuwa na consistency. Kwa biashara zinaanguka kwa haraka sana, kwa sababu usimamizi, maarifa. Hatutumii muda mwingi wafanya biashara, na hapa nazungumza na mimi kama mjasiriamali, kutafuta maarifa.